Kwanza kabisa nia na madhumuni ya kukutana na vijana 500 wa bodaboda na bajaji ilikuwa ni kwa ajili ya kutoa umuhimu wa elimu ya usalama wa barabarani hasa kwenye biashara yao husika. Lakini pia tulitamani vijana wajue elimu ya kodi na biashara. Vijana wengi sana wanajiunga katika biashara lakini hawana uelewa mzuri wa kulipa kodi, lakini pia hawajui ni namna gani wanaweza wakafanya biashara zao zikawa rasmi kwa kujisajili katika vyombo husika. Na elimu nyingine ambayo ilikuwa ni muhimu kwetu ilikuwa ni elimu ya afya na ustawi wa madereva. Madereva wengi wanafanya kazi, hawapumziki, lakini pia kuna magonjwa mengi yanayokuja na madereva hawajui namna ya kujikinga na yale magonjwa. Lakini tusiende mbali pia. Ni miaka 3 iliyopita kumekuwa kuna maongezeko ya virusi vya HIV na hawa vijana wanafanya kazi za usiku, na kwa taarifa ndogo tu wakifanya kazi za usiku mara nyingi sana hawafuatilii ama hawatumii njia salama ya kujikinga na afya zao. Naitwa Jonathan Kitururu, ni afisa leseni na usajili kutoka LATRA. Leo tumekuwa na summit nzuri ambayo imeandaliwa na wenzetu wa Huduma Yangu Foundation, ambao lengo kubwa imekuwa ni kuwakutanisha wenzetu wasafirishaji kwa kutumia pikipiki za magurudumu mawili na matatu kwa ajili ya kupata elimu kutoka kwa wadau mbalimbali ikiwemo taasisi za serikali pamoja na wadau wengine wanaohusika na kwa namna moja au nyingine pamoja na kundi hili. Tumekuwa na mambo mengi ambayo tumejifunza leo, na pamoja na mambo hayo ambayo tumejifunza pia kumekuwa na maswali mengi na changamoto ambazo wamekuwa kukabiliana nazo wenzetu hao wasafirishaji kwa njia ya pikipiki. Kwa upande wetu wamekuwa na changamoto au masuala waliotuuliza ni pamoja na namna ya upatikanaji wa hizi leseni, urahisi wa upatikanaji wa hizi leseni. Kiuhalisia tunatumia mfumo ambao kidogo kweli kwa baadhi yao na nature ya shughuli yao imekuwa ni changamoto ya upatikanaji wa leseni hizi, lakini tumeondoa hofu kwa sababu huduma inapatikana katika mtandao ndio, lakini pia tunatoa huduma hii katika ofisi zetu zote. Kuna madawati ambayo ya msaada ambayo wanaweza kupata huduma hii moja kwa moja kupitia ofisi zetu. Lakini licha hiyo pia mamlaka imekuwa na juhudi nyingi ikiwemo pia uanzishwaji wa matumizi ya mawakala wa utoaji wa leseni hizi. Na miongoni mwa mawakala ambao mamlaka imewakasimisha mazoezi haya ni pamoja na agencies za bima, lakini pia mawakala kutokana na SACCOS za usafirishaji wenyewe. Kwa hiyo ni jambo ambalo limekuwa faraja kwao kupata taarifa hii, na nina imani sasa changamoto hiyo wataondokana nayo kwa kuwa leseni watakuwa nazipata moja kwa moja kutoka katika SACCOS zao zile ambazo wamejianzishia wenyewe, na itakuwa rahisi kwao, lakini pia kwa wengine pia jamii nzima ambazo zinawazunguka na watu wa huduma hizi. Na mkutano huu umeleta faida kwetu kwa sababu kuna taasisi ambazo tulikuwa tunazikai na sisi. Kwa mfano TRA na LATRA walikuwa hawana mahusiano vizuri na sisi, lakini wametukutanisha leo. Kwa hiyo tumewaeleza changamoto zetu, ikiwemo LATRA na TRA. Changamoto zetu sisi sasa hivi wameleta mfumo mpya wa kukata leseni ya usafirishaji ambao ni mfumo wa kidigitali. Sasa madereva wengi wa bodaboda na bajaji hawana elimu ya kuweza kukata leseni kwa kutumia mfumo huo. Kwa changamoto zingine ni pamoja na watu wa usalama barabarani kama polisi. Tumewaeleza changamoto zetu ambazo tunapambana nazo barabarani. Kwa mfano watu wa bajaji wanaposhusha abiria katika eneo la kituo huwa tunakamatwa. Tunaposhusha abiria tu, kishusha unaambiwa hapa sio sehemu ya kushusha. Hivyo tumewaeleza, tumewaomba washughulikie hilo jambo ili tuweze na sisi kushusha abiria sehemu ambayo iko sahihi. Kama watatupangia pale mbele au nyuma ya kituo itakuwa vizuri. Katika summit hii leo kwa kweli tumepata nafasi ya kuwaelekeza na kupeana taarifa mbalimbali za kitaalam kuhusiana na biashara ya bodaboda na bajaji, na mimi nashukuru sana kuwa mmoja kati ya wakufunzi wa siku ya leo. Nimepata nafasi pia na mimi ya kutoa knowledge yangu apart from wale watu waliokuwepo pale kama LATRA, polisi, mamlaka mbalimbali kama TRA wameshirikiana na sisi, wametoa elimu nzuri sana. Mashirika mbalimbali waliokuwepo hapa wametoa elimu nzuri sana, lakini pia na mimi pia kama mfanyabiashara
lakini kama mtu ambaye ni motivation speaker au mtu ambaye ningependa niko katika shughuli za kuinspire vijana wenzangu au vijana wengine kwenye biashara, basi nimepata nafasi na mimi kuzungumza masuala mbalimbali yanayohusiana na challenges na jinsi ya kujitambua, kufanya maamuzi kwenye biashara zao na kuwa na malengo kwenye biashara zao. Tumeweza kutoa elimu kama hiyo na tumewakumbusha kwamba katika maisha ya kutafuta ni lazima utafute ukiwa unajitambua, ukiwa na akili timamu. Na leo pia tumekumbushana na tumewakumbusha vijana wanaoendesha bodaboda kuacha zile tabia za kunywa pombe kama hizi visungura za ulevi wakati wakiwa wanaendesha. Ni hatari sana. Kuweza pia na elimu ambayo imetolewa au ambayo tumewakumbusha pia ni pamoja na kuhakikisha kwamba wanazingatia sheria za usalama barabarani kwa ajili ya abiria wanaowabeba na kwa ajili ya kwao wenyewe, na vile vile swala la afya ya akili na kuweza kutunza fedha. Na tulikuwa tuna watu pia washirikisho, watu wa vikoba wametusaidia elimu ya utunzaji wa fedha na kuweka kumbukumbu za biashara zao ili waweze kuwa na mafanikio kwenye biashara zao, kutimiza ndoto zao, kutimiza ndoto za familia, lakini ya jamii kwa ujumla siku ya leo. Nakushukuru sana na nashukuru waandishi wa habari kwa kuwepo hapa.